Mheshimiwa, kwanza kabisa nichukue nafasi hii kukushukuru kwa kuandaa hili na kutualika sisi vile private sector kutoka Zanzibar, tukaja tukahudhuria na tukashiriki katika hii kuangalia utekelezaji na nyenzo za utekelezaji wa Dira 2050, ikiwa kwa sehemu kubwa imechukua 70%, tumeambiwa imechukua nafasi ya private sector, kitu ambacho tunahitaji kujivunia zaidi. Mheshimiwa, tunakushukuru sana kwa hili, na ndio maana nachukua fursa hii vile kumshukuru Rais wa Zanzibar, mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kuhudhuria na yeye kuja hapa, kwa sababu kuja kwake kunaonesha wazi kwa kuwa yale maeneo ambayo tunaweza tukayatekeleza yanahusu Zanzibar. Tutashirikiana vizuri pia na serikali kwa upande ule kule. Mheshimiwa, napenda nichukue fursa hii vile kushukuru na kupongeza kwa kuwa mara hii tumepatiwa dira yenye maono makubwa ambayo yanakusudia kuijenga Tanzania yenye ustawi, yenye haki, ujumuishi na pia kujitegemea. Dira hii imejengwa juu ya misingi ya utawala bora, amani, usalama na uthabiti, huku ikitambua kuwa sekta binafsi ndiyo engine ya uwekezaji, ubunifu, ajira na ukuaji wa uchumi. Mheshimiwa Rais, kwa Zanzibar, dira hii si ya Tanzania bara peke yake, ni dira ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo mafanikio yake yanategemea uwezo wetu wa kuhakikisha kuwa maeneo ya mtambuka yananufaisha Watanzania wote ikiwemo Zanzibar. Kwa heshima kubwa, napenda kusisitiza maeneo machache ambayo tunaamini yataifanya Zanzibar ichangie kikamilifu katika kufikia malengo ya Dira 2050. Kwanza kabisa ni masuala ya uchumi wa buluu. Zanzibar ni lango la bahari ya Hindi. Uchumi wa buluu unapaswa kuwa moja ya nguzo kuu ya utekelezaji wa dira kupitia uvuvi wa kisasa, utalii wa baharini, usafirishaji, huduma za bandari, viwanda vinavyotumia rasilimali za bahari na uhifadhi wa mazingira ya bahari. Hili si faida kwa Zanzibar pekee, bali linaifanya Tanzania kuwa na nguvu kubwa ya uchumi wa bahari katika Afrika Mashariki. Mheshimiwa, la pili ni suala la utalii. Dira hii imetambua utalii kama sekta ya kimkakati ya mageuzi ya uchumi. Zanzibar ina nafasi ya kuwa kitovu cha utalii wa fukwe, urithi wa kihistoria, utalii wa mikutano, utalii wa afya na utalii halal unaokuwa kwa kasi sasa hivi. Tukijenga sera shindani, miundombinu bora na masoko ya pamoja, tutazidisha mapato ya fedha za kigeni kwa taifa letu. Mheshimiwa, ya tatu ni uchumi wa kidijitali. Dira imeweka msisitizo mkubwa kwenye mabadiliko ya kidijitali, sayansi, teknolojia na utafiti. Zanzibar ina vijana wengi wabunifu. Tunahitaji mazingira yanayorahisisha biashara ya kidijitali, fintech, AI, huduma zinazouzwa mtandaoni na biashara zinazovuka mipaka ya kijiografia. Hii itawezesha vijana wetu kushindana duniani wakiwa wamekaa kwenye meza pale Zanzibar. Ya nne, uwezeshaji wa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Dira ya 2050 imeweka msisitizo mkubwa kwenye uchumi shirikishi unaompa kila Mtanzania nafasi ya kushiriki katika maendeleo. Kwa Zanzibar, tunaamini kuwa mafanikio ya dira hii yatategemea uwezo wetu wa kuwajengea wanawake, vijana na watu wenye ulemavu mazingira yanayowawezesha kuanzisha na kukuza biashara, kupata mitaji, kujifunza ujuzi wa kisasa na kushiriki kikamilifu katika uchumi wa kidijitali
utalii, uchumi wa buluu na sekta nyingine za kimkakati. Hawa si wanufaika wa maendeleo pekee yake, bali ni washiriki muhimu wa kufanikisha maendeleo hayo. Ya tano, biashara ya usafirishaji wa kikanda. Mheshimiwa, katika biashara ni masuala ambayo uchumi wa buluu ni masuala ambayo yanagusa sana. Ni masuala ambayo yanaweza yakahakikisha kwa kuwa tunaweza tukafanya usafirishaji wa mazao ambayo tunayazalisha pale Zanzibar na hapa Tanzania, na ni kitu ambacho kinaweza kuhakikisha kwa kuwa uzalishaji unakuwa. Na tunapokuwa uzalishaji, ina maana hapa sasa tunaweza kuinyanyua Tanzania kutoka pale ambapo ipo kuingia katika uchumi ambao ni mkubwa. Mheshimiwa, ya sita ni mazingira bora ya biashara. Mheshimiwa Rais, hakuna dira inayofanikiwa bila ya mazingira yanayowezesha sekta binafsi kukua. Tunaomba kuendelea kuimarishwa kwa utabirika wa sera, urahisi wa kufanya biashara, mifumo ya kidigitali ya utoaji huduma, upatikanaji wa mitaji, pamoja na kuondolewa kwa vikwazo visivyo vya lazima vya biashara na uwekezaji. Haya ndiyo yanayoifanya sekta binafsi iwe mshirika halisi wa serikali katika utekelezaji wa dira. Dira yenyewe inaweka mazingira bora ya biashara na sekta binafsi imara kuwa miongoni mwa vipaumbele vyake. Mheshimiwa Rais, sekta binafsi ya Zanzibar inaahidi mambo haya matatu: kujitahidi kuwekeza zaidi katika uzalishaji, ubunifu na kuongeza thamani za bidhaa na huduma; kuendelea kushirikiana na serikali katika kutengeneza ajira zenye manufaa kwa wananchi na staha kwa vijana na wanawake; kushiriki kikamilifu katika utekelezaji na ufuatiliaji wa tathmini ya dira 2050. Mwisho, napenda kusisitiza kuwa dira ya 2050 haitafanikiwa kwa mipango mizuri pekee, itafanikiwa kwa ushirikiano madhubuti kati ya serikali na sekta binafsi. Serikali ndiyo itaweka mazingira wezeshi, sekta binafsi itawekeza, itabuni na itazalisha na kufungua ajira. Kwa pamoja, chini ya uongozi wenu mahiri, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi, tuna kila sababu za kuamini kwamba ikifika 2050 Tanzania itakuwa taifa lenye uchumi mkubwa, ushindani wa kimataifa na ustawi unaonufaisha Watanzania wote kwa pande zote mbili za muungano. Mheshimiwa, leo kubwa ambalo tumelikujia hapa ni kuhakikisha kwa kuwa sekta binafsi ya Zanzibar iko tayari kushirikiana na serikali zote mbili zilizopo katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha kwa kuwa hii dira ya 2050 inatekelezwa na inatekelezeka, na sisi tunachukua nafasi nzuri kabisa ya kuhakikisha kwa kuwa tunasonga mbele. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante. Tunakushukuru. Tunaomba kiongozi kutoka CEO Roundtable Tanzania, tafuatiwa na European Union Business Group on behalf of foreign investors, na baada ya hapo tawasikiliza wenzetu wa startups. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar, Dr. Mwigulu Nchemba, Waziri Mkuu, na kwa vile tunaongelea dira 2050 natambua uwepo wa Profesa Kitila Mkumbo. Itifaki imezingatiwa, na
Kwa vile jina langu Tarimo, lakini naambiwa naeleweka vizuri zaidi kwa Kiingereza, kwa hiyo nitaendelea kwa Kiingereza. I am here representing the CEO Roundtable, a group that comprises CEOs from 230 companies, including most of the large corporations, and I'm pleased to say that 120 of our members are here today. I should also mention that there are several business groups who wanted to speak that are country-specific, and maybe I'm also representing them because I know the time was not sufficient. So on behalf of us all, let me commend this initiative of today's meeting focused on DERA 2050. Let me also take this opportunity to commend the economic trajectory, including a good macroeconomic position, an upward trajectory in investment. I'm sure you'll all have seen the booklet that was on your seats that showed a lot of the positive changes we've seen in the last few years, both in terms of the economic and regulatory environment. However, as we are all aware, the goals, including doubling our GDP growth levels, are ambitious, and as has rightly been said, can only be achieved with effective collaboration between the public and private sector. I'm here on behalf of CEO Roundtable to express our commitment to that collaboration. But what do we need to do to effectively achieve this ambitious DERA 20 objective? Let me suggest that if we agree that we need a business unusual approach, as much as anything, this will need a complete reset of mindsets. And let me just briefly highlight 4 aspects. First, predictability. This is a key concern for investors. While we acknowledge that consultation is there, in practice, there are still instances of changes made without sufficient consultation or consultation that is perfunctory. In addition, for certain interactions, they may be more effective if away from the glare of media and in smaller groups. Second, competitiveness and investment mobilization. Here we do need to ensure that we effectively balance stakeholder interests, including ensuring that our policies, whether pricing regulation, fiscal, regulatory, do not undermine our competitiveness. In this regard, I found recent articles in The Citizen by Anna Tibaijuka to be quite on point. Third, regulatory costs. We applaud the various initiatives on rationalization of regulations, but there is still a long way to go. There is a concern that more still needs to be done to address the costs that current regulatory structures impose on business. Again, if we are to adopt a business unusual hat, we need to be even more challenging in questioning 1, regulatory scope, and 2, regulatory pricing, which ideally should be linked to service delivery cost rather than a revenue generation mechanism. Fourthly and lastly, a growth mindset. We were discussing yesterday a compact between the public and private sector, and within there it talked about expected outcomes of faster economic growth and increased private investment. I mention this because if we can turbocharge these 2 areas, the tax revenues will follow. Conversely, if we resort to quick fixes to plug revenue gaps, then we risk short-term measures prejudicing medium on long-term success. On behalf of CEO Roundtable, let me once again express our commitment to working with the public sector and express our thanks for this opportunity for this interaction. Nashukuru sana. Asante. Mwakilishi kutoka European Union Business Group, yule pale, Tanzania Startups Association, tujiandae na jumuiya ya wafanyabiashara Tanzania. Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan,
President of United Republic of Tanzania, esteemed officials, ladies and gentlemen, all protocols observed. Thank you for bringing together government and the private sector under the DIRA 2050 vision. It is an honor to speak today not only on the behalf of the European Business Group, but also the wider community of foreign chambers and international investors. DIRA 2050 presents an inspiring long-term vision for Tanzania. It demonstrates ambition, leadership, and a genuine commitment to partnership. The public-private compact sends a strong signal that government and the private sector are working together to build Tanzania's future. That gives confidence for investors. International investors make decisions for decades, not for a few years ahead. They invest where there is policy predictability, transparency, consistency, and open dialogue between the government and the business sector. These are the foundations of sustainable investment, and we warmly welcome the commitments reflected in the compact. The private sector also warmly welcomes the collaborative spirit behind the work of the Presidential Commission on Tax System Reforms. The 284 recommendations submitted earlier this year provides a clear roadmap towards a more agile, predictable, and investor-friendly business environment. We appreciate that the 2026-2027 Budget and Finance Bill have already incorporated an important first set of these recommendations, demonstrating the government's commitment to reform. We look forward to continuing our close partnership to progressively implement the remaining recommendations over the coming years and further strengthen Tanzania's competitiveness and unlock its full economical potential. Foreign investors are committed partners in Tanzania's long-term development. We bring investment, technology, innovation, international expertise, and access to global markets. We believe that economic growth goes hand in hand with good governance, environmental responsibility, social impact, and long-term value creation, both for investors and for Tanzania. We are equally committed to responsible investments that create jobs, develop local talent, and contributes to sustainable and inclusive growth. This aligns closely with the aspiration of DIRA 2050. Our shared ambition is simple: to create an environment where businesses invest with confidence, enterprises grow, jobs are created, and Tanzania releases its extraordinary economic potential. We are not only looking for opportunities in Tanzania, we are looking for opportunities with Tanzania. The foreign chambers stand ready to continue as trusted long-term partners on this journey towards DIRA 2050. Asante sana. Tunashukuru Tanzania Startups, nimekuona. Karibu. Jumuiya ya wafanyabiashara Tanzania wajiandae. Habari za mchana kwa wakubwa wa shikamoni. Mheshimiwa Rais na viongozi wengine wa kitaifa mliokuwa hapa, kama nilivyotambulishwa, naitwa Zauro Muhaji, CEO wa Tanzania Startup Association. Sisi kama startups, sisi kama wafanyabiashara vijana wabunifu, kwanza tunatoa shukrani zetu za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
kwa kutushirikisha kikamilifu kwenye maandalizi ya hii dira toka wakati inaanza kuandikwa. Niseme tu, mimi binafsi nilikuwa mmoja katika timu ya wataalamu walioandika dira hii ya 2050 chini ya mwenyekiti wa mama yangu Dr. Asha Rose Bigiro. Kwa hiyo tuna appreciate dhamira ya dhati ya kuona vijana, kuona wajasiriamali, wabunifu tukihusishwa kwenye mipango mikubwa ya serikali, kama mimi nilivyoshiriki kwa niaba ya wenzangu kwenye kuandaa dira hii. Kwa hivyo tu niseme dira hii inatuhusu sana, na mimi kama mmoja wa watu walioshiriki kwenye kuandika, nina dhamira ya dhati na wajibu wa kuona inatekelezwa na inafanikiwa. Niseme tu, sisi kwenye startup ecosystem tuna vijana wengi. Wanachama wangu wengi ni vijana. Average age ya kijana anayeanzisha startup Tanzania ni umri wa miaka 21. Kwa hii dira inakwenda mpaka 2050. If anything, katika wazungumzaji wengi waliozungumza leo hapa, if anything, Mungu akijalia, wanachama wangu watakuwa wengi zaidi mwaka 2050. Tunafahamu uhai anapanga Mwenyezi Mungu, lakini pia ukweli mchungu ni huo. Kwa hiyo sisi ni wanufaika wakubwa wa dira hii, na tunaahidi kwa Mheshimiwa Rais tutatoa mchango wa dhati kwenye kuhakikisha dira hii inatimia. Just kuwapa taste, sisi kwenye sekta yetu hii ya startup for the last 5 years tumekaribisha nchini uwekezaji wa takribani dola milioni 400. Taarifa nilikuwa nasema na Kakateri pale mwenzetu, kwa taarifa zilizokuwepo sasa za kimataifa kwa mwaka huu peke yake mpaka mwezi Juni, Tanzania startups zimevutia uwekezaji wa takribani dola milioni 60 kwa mwaka huu peke yake. Hivyo tunategemea mpaka mwisho wa mwaka tutacross kiasi cha dola milioni 100. Kwa hiyo startups nchini zimeprove kuwa ni source na chanzo cha ajira, kazi, lakini pia uwekezaji kwa taifa letu. Kwa hivyo bila shaka sisi tutashiriki kamilifu kwenye dira hii. Lakini pia niseme, duniani kote kwenye chumi kubwa zilizoendelea, startups ndio engine ya uchumi. Nawezeni kuwapa namba. Mara mwisho sisi tumeandika dira ya taifa ilikuwa mwaka 2000. Hiyo mwaka 2000 kampuni kubwa 10 zaidi duniani, kampuni 10 kubwa duniani mwaka 2000. Katika hizo kampuni 10, moja tu ndio ilikuwa inatokana na startups na teknolojia. Hivi sasa tukihesabu kampuni 10 kubwa zaidi duniani, 8 katika 10 ni za startups na teknolojia. Kwa hiyo inatuonyesha kwamba uchumi tulionao sasa na tunaoendea 2050 utatawaliwa zaidi na startups, utatawaliwa zaidi na kampuni ambazo zinafanya ubunifu na teknolojia. Na sisi kama startups, modo wetu ya cooperate ni kwamba tunaita fast, fail, forward. Kwamba anza, jaribu, ikifeli achana nayo, anzisha biashara nyingine, twende mbele. Tuna move kwa fast. Na kwa uchumi huu, kama tunataka kufika trilioni $1, ni lazima tuache business as usual, twende kwenye model ambayo ita move as fast as startups. Kwa hiyo nimtoe shaka Mheshimiwa Rais, sisi tutampa ushirikiano mkubwa kama tulivyokuwa tumeshaanza kumpa ushirikiano, na tunategemea kuendelea kuzalisha ajira, kutengeneza kazi hapa nchini Tanzania. Na in interest of time, ili wenzangu pia waweze kusema, niseme kwa mara ya mwisho, jambo la mwisho kabisa Mheshimiwa Rais, ni kuahidi, mbali ya kukusaidia kwenye masuala ya startups, mimi mtoto wako niliyesimama hapa ni diwani wa kata ya Buguruni, nayetokana na Chama cha Mapinduzi. Hivyo
Ni kuahidi huko pia kwenye masuala ya udiwani na kwenye kata nitakusaidia. Asante sana. Asante. Jumuiya ya wafanyabiashara Tanzania, karibu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, na itifaki yote imezingatiwa kwa maelekezo ya MC. Kazi na utu. Nami kwa niaba wenzangu wafanyabiashara ambao nawaongoza, tunashukuru sana na sisi kuwepo hapa leo, lakini pia tulivyoshirikishwa kwenye uandikaji wa dira hii ya 2050. Lakini pia kikao hiki cha leo ni muendelezo wa vikao vingi ambavyo tumekaa kwa karibia miezi miwili tukijadiliana na serikali mpaka kufikia maafikiano kuja kwenye kikao hiki leo na kuingia kwenye hayo makubaliano ambayo yatatuwezesha sekta binafsi na serikali kushirikiana katika utekelezaji wa dira 2050. Maana hatua ya kwanza kuandika imepita, sasa tunaingia kwenye utekelezaji. Kwa hiyo mimi nasema tunashukuru sana, tumeshiriki na tumeona mwelekeo na mambo mengi yaliyoko kwenye ule mpango ambao tutausaini leo hapa. Tumeshirikiana wote kwa pamoja kikamilifu kabisa kuanzia mwanzo, na tumepeleka maoni yetu kwa kiasi kikubwa. Lakini pia kwa ajili ya msisitizo, kuna mambo machache ambayo tutayaongea hapa leo, lakini mambo mengi yako mle, na tumekubaliana kwamba tutakuwa na vikao vya mara kwa mara kwa ajili ya kuangalia utekelezaji wa ule mpango ambao tumekubaliana unaendaje. Kwa hatua hiyo, kwanza nashukuru sana serikali kwa sababu sisi tumekuwa washiriki muhimu kwenye hii dira, na ndio maana tumetengewa 70%, lakini pia katika mpango wa utekelezaji tumeshirikishwa kwa kiasi kikubwa. Tunakushukuru sana waziri wetu wa mipango na uwekezaji, tumekuwa nawe jana kikao cha mwisho mpaka saa 1 usiku. Kwa nadhani umetufilisi huko, mambo mengi tumezungumza kule. Lakini pia pamoja na hayo, na sisi tunaweka ushauri kidogo kama walivyofanya wenzetu. Katika utekelezaji wa huu mpango wa 2050 wa kufikia uchumi wa trilioni 1, sisi tunadhani kwamba eneo la bandari ni muhimu sana kama nyenzo muhimu sana kwenye utekelezaji wa mpango huu. Sasa bandari, tunashukuru sana mama kwa maono yako na kuziba masikio. Ukaleta ule uwekezaji mkubwa uliofanyika hapa bandarini ambao matokeo sasa yanaonekana kwa macho. Maana maneno huwa yanamalizwa na vitendo. Kwa vitendo vimemaliza yale maneno yote yaliyokuwepo sasa pale zamani. Lakini kuna changamoto, kila jambo jema linavyokuja linakuwa na changamoto zake. Sasa hivi kumeanza kujitokeza changamoto ya uondoaji mizigo bandarini. ICD zinajaa. Wafanyabiashara wamejitahidi kutanua ICD kila kona ziko, lakini kadri ICD zinavyotanuliwa tunasababisha tena foleni mabarabarani. Kwa sababu mzigo unaokwenda Kongo unalazimika kwanza uende ukakae Mbagala, halafu utolewe Mbagala ndio uende Kongo. Au wakati mwingine mzigo unaokwenda Zambia unalazimika utolewe pale upelekwe Kigamboni. Mkawekwa Kigamboni, halafu baadaye magari yanatoka Zambia ufuate mzigo Kigamboni upite tena bandarini unakwenda zake. Kwa hiyo kuna changamoto ambazo nadhani na sisi tunakoshauriana, tuna mambo ambayo tunaweza tukashauri serikali. Kwanza, sasa hivi kuna utaratibu wa kutoa mizigo, tumeka dry port kwenye njia ya SGR. Sisi tunashauri ile train ya zamani, reli ya zamani, kwa sababu haitumiki ipasavyo sasa hivi, basi isiachwe ikaishia. Itafutwe eneo ambalo linapita reli ya zamani kwenye maeneo ya mkoa wa Pwani hapa, isaidie kuhamisha mizigo kupeleka kule kwenye dry port, ili magari yanayotoka nje yaishie kule huko. Lakini pia ikiwezekana tuweke dry port nyingine kubwa ya barabara ambako magari yanayotoka bandarini baada ya kupeka mizigo Mbagala na Kigamboni yawe yanayapeleka huko, wale wanaokuja kutoka nje wachukulie huko nje. Tukiwa na hizo dry port 3, ile ya Kwala ambayo ya SGR, tukaweka na hiyo reli ya zamani na tukaweka na barabara, nadhani tutasaidia sana kuongeza speed ya uondoaji mizigo bandarini, lakini na kupunguza hizo foleni za mjini. Jambo la pili, kwenye usajili wa wafanyabiashara wapya, kakaangu pale Kamishna Mwenda anajitahidi, lakini nadhani tusajili walipa kodi wapya kwa kadri inavyowezekana, kuwabaini na kusaidia kuwasajili, ili mzigo wa kodi, bado tax base yetu inaonekana ni ndogo. Tuongeze tax base ili walipa kodi watakapokuwa wengi, itatusaidia sana kufikia ile pato ambalo tunakusudia kwenda. Lakini pia iko maeneo ya kutumia mifumo elektroniki. Wameanza ndugu zetu wa TRA, lakini imarishwe zaidi, kwa sababu ile
inasaidia sana. Fedha yote inayopatikana inayostahili kwenda kwa serikalini ni ngumu kupotea unapotumia mifumo ya elektroniki. Kwa hiyo tujitahidi sana. Imeanza hivyo TRA, lakini tunaomba sana muongeze kasi ya kuimarisha mifumo hiyo. Kila watu wanayefanya biashara hakikisha pesa zinakwenda hiyo cashless na mambo mengine, ili fedha zote pite katika mkondo sahihi, ili mapato ya serikali yasivuje. Lakini pia ziko changamoto zingine ndogo ndogo. Hasa mwaka jana tulipitisha sheria ya kutenganisha baadhi ya biashara ziwe zinafanywa na wetu wa ndani. Kwenye utekelezaji wa sheria hii ziko changamoto tumeanza kukutana nazo. Baada ya kuanza kutekelezwa, wengi walikuwa wamejazana pale Kariakoo, wamekimbilia nje ya miji. Sasa huko walikokwenda sasa hali ndio ngumu zaidi, kwa sababu wanafanyia biashara kwenye magodown, huko ndo walipi kodi kabisa, risiti huko hazitoki, yani anafanyika kama kwa magendo hivi. Tumefanya hizo operation, nashukuru sana rasi wa mkoa wa Dar es Salaam, tulipata hizo taarifa tukamfikishia, akaunda kikosi kazi. Lakini pia kamishna mkuu wa TRA akatoa vijana wa timu ya investigation, tukawa na timu kama watu 10 kupita huko kwenye magodown na kusemekana hali tuliokuta huko inatisha, hali ni mbaya sana. Kwa hiyo naomba serikali imarishe vikosi kazi hivi ili mazoezi yaendelee, na si Dar es Salaam peke yake, hata mikoa jirani. Nasikia mkoa wa Pwani nao wamezagaa wengi, lakini na mikoa mingine, kwa sababu mapato ya serikali inaonekana huko ndio yanavuja sana. Lakini pia iko changamoto ndogo imeanza kujitokeza sasa ya upatikanaji wa visa kwa wafanyabiashara. Niombe serikali tutafute namna ya kuwasaidia wafanyabiashara wapate hizi visa kwa haraka. Tutengeneze dirisha maalum, kama vile wakati ule watu wana michezo wanapokwenda nje au shekhe anapeleka watu hija, mnaambiwa tu mnakusanya zile passport zinakwenda kule, watu wanaenda kutafuta visa. Na kwenye wafanyabiashara ikiwezekana wizara yetu wa uwekezaji au wizara ya viwanda na biashara, kwa sababu nyinyi ndio mnafahamu fanya biashara. Kule ubalozini wanasema wanafanya vetting wale watu wanaochunguza, kwa sababu wanasema wengine wanakwenda huko sio wafanya biashara, wakenda warudi wanazamia. Lakini kupitia wizara yetu au sisi viongozi wa wafanya biashara ni rahisi kuthibitisha kwamba huyu kweli anaenda kwenye nia ya biashara na atarudi huku, hawezi kupotea. Kwa sababu inawezekana wanaadhibiwa walisikuwa na matatizo kwa makosa wengine ambao walikuwa na matatizo. Mimi leo kama nilivyotangulia kusema sikuwa na mambo mengi tumeongea kwenye vikao, na vikao vingine vitaendelea. Nishukuru sana kwa nafasi hii. Asante. Mheshimiwa Rais, baada ya kuwasikia wote kama ulivyowasikia kwa uwakilishi, maana wako wengi sana, lakini hawa wamewakilisha wengine pia. Kwa heshima na taadhima, naomba sasa tupate salamu za shirikisho la sekta binafsi Tanzania. Nimwalike Bi Angelina Ngalula, huyu ndio rais wa TPSF. Makofi mengi kwake. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa viongozi, naomba na mimi nitambue itifaki ambayo imetambulishwa. Kazi na utu. Mheshimiwa Rais, leo tunakutana hapa na wewe kama sekta binafsi, ikiwa ni mara ya kwanza baada ya uchaguzi wa 2025 kumalizika. Napenda kuchukua nafasi hii kwa niaba ya sekta binafsi kukupongeza kwa kuchaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuandika historia ya kuwa rais wa kwanza mwanamke kwenye historia ya nchi yetu, lakini pia kuwa miongoni mwa wanawake wachache sana hapa duniani ambao wamewahi kushika nafasi hii. Mheshimiwa Rais, pili, tunakushukuru sana kwa kuitisha kikao hiki muhimu cha majadiliano ya sekta ya
binafsi ya utekelezaji wa Dira 2050. Dira ambayo utekelezaji wake utafanywa na sekta binafsi kwa 70%. Tunapenda pia kumshukuru Mheshimiwa Waziri wetu Profesa Kitila Mkumbo, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, makatibu wakuu wetu wawili na timu yote ya wizara kwa kuandaa na kufanikisha maandalizi ya mkutano huu. Mheshimiwa Rais, tunakupongeza kwa mageuzi makubwa yaliyofanyika katika kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini. Katika kipindi cha uongozi wako, tumeshuhudia maboresho makubwa ya sera, sheria, mifumo ya utoaji huduma, uwekezaji wa miundombinu ya kimkakati na kuimarika kwa mazungumzo ya wazi kati ya serikali na sekta binafsi. Umejenga mazingira bora yenye usawa kwa makundi yote. Sasa hivi ushiriki ni mkubwa sana wa makundi yote ya wanawake na vijana. Na nikueleze tu Mheshimiwa Rais, sasa hivi sekta nyingi za uchumi, mabilionea kule ni wanawake. Siku moja tutaomba appointment niwalete ili uweze kuwaona. Hata sekta ambayo rais wa FEMATA ya madini alikuwa anaiongelea, kule tuna mwanamke shupavu, Sara Masasi. Ameweka uwekezaji mkubwa sana wa refinery. Lakini hii yote ni kutokana na sera nzuri ulizoziweka. Leo tuna wanawake wanamiliki meli. Tuna wanawake wanamiliki meli 2 kubwa za mizigo. Na wapo hapa. Judith Muhina nimemwona hapa. Lakini tuna vijana wadogo ambao wameweza kuwekeza ndani ya nchi na mpaka nje ya nchi. Tuna vijana wadogo sana kama wakina Magira Tech. Sijui yuko hapa. Wamewekeza kwenye nchi tofauti tofauti. Yule pale. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, utaona fursa na maboresho ya mazingira uliyoyaweka yamewezesha kila mtu kushiriki. Wawekezaji wa nje, lakini wawekezaji wa ndani, wanawake na vijana. Mheshimiwa Rais, muhimu zaidi na kwa uzito mkubwa, sekta binafsi tunakupongeza kwa kuendelea kulinda amani, umoja na utulivu wa nchi yetu. Amani ndiyo msingi wa maendeleo yote ya taifa letu na ndiyo mtaji mkubwa wa uwekezaji. Wawekezaji wa ndani na wawekezaji wa nje wameendelea kuwekeza kwa kasi kubwa na mataifa mengi yameendelea kumiminika kuja Tanzania kutafuta fursa za uwekezaji kutokana na msingi huu wa amani na utulivu ambao umeendelea kuulinda kwa hekima na uzalendo mkubwa. Mheshimiwa Rais, kama unakumbuka ulivyoingia madarakani, hata mabasi yalikuwa hayawezi kusafiri usiku. Kwa miaka mingi, hata mabasi yalikuwa hayawezi kwenda mikoani kusafiri usiku. Lakini leo tunausukuma uchumi masaa 24. Maamuzi yako ulioyafanya katika eneo hili, impact yake ni kubwa kijamii, lakini kiuchumi. Sasa hivi una vijana wako Kariakoo
wanafanya biashara masaa 24. Unaagiza mzigo jioni, asubuhi unaupokea Mbeya. Unaagiza mzigo Mwanza wa samaki, jioni unaupokea Dar es Salaam. Impact ya uamuzi huo ni kubwa sana. Ni bahati mbaya tu wachumi wetu wakati mwingine wanakuwa bize kufanya analysis za vita ya Ukraine na maeneo mengine, hawafanyi analysis ya impact ya vitu ambavyo vina social na economic impact kubwa kama hii. Tunawaomba wabadilike ili waweze kukutendea haki katika maamuzi ambayo unayafanya. Mheshimiwa Rais, tunakupongeza pia katika mazingira mazuri ulioyaweka. Tumeanza kuzalisha kampuni za Kitanzania, zimevuka mipaka. Sasa sisi ni wawekezaji wakubwa nchini Kenya. Unakumbuka tulivyokwenda ziara yako ya kwanza nchini Kenya, tulikuwa tunalialia pale, tunasema hatupati fursa, uwekezaji wa Tanzania ni mdogo. Lakini baada ya kufungua, sasa sisi ni wawekezaji wakubwa, sio Kenya tu na hizi nchi zingine, lakini tumevuka mpaka tumefika Kongo. Kwa hiyo tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa mambo haya mazuri ambayo umetuletea na unayozidi kutupatia. Mheshimiwa Rais, kipekee nimpongeze Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Lameck Nchemba. Amekuwa ni mhimili mkubwa sana wa kushughulika na changamoto za wafanyabiashara, hasa wafanyabiashara wadogo mpaka ngazi ya vijiji. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Rais, katika kipindi cha uongozi wako Tanzania imeandika mafanikio makubwa. Tumepata mafanikio makubwa, tumepanua diplomasia ya uchumi na kuifanya Tanzania kuvutia mataifa mengi kuja kuwekeza. Lakini pia tumepata fursa kubwa ya masoko mengi makubwa. Tumekwenda Russia na maeneo mengine. Hayo ni masoko mapya ambayo tumeyapata, Belarusi na maeneo mengine. Tunapenda kumshukuru waziri wetu wa mambo ya nje na timu yote ya diplomasia ya uchumi. Kwa sasa private sector ina mahusiano ya karibu sana na Wizara ya Mambo ya Nje na vitu vinakwenda kwa kasi. Mheshimiwa Rais, sekta binafsi tunayo maoni yetu ya vipaumbele ambavyo tungependa kuviwasilisha kwako ili uweze kuona ni namna gani utaweza kutusaidia. Lakini kabla ya kwenda hapo, Mheshimiwa Rais, ningependa kusema tu kidogo na wenzetu wachache. Umekuwa ukitoa fursa, mazingira ni mazuri, fursa zipo, watu wengine wanakuwa wazito katika kuzichangamkia, na pale wanapotokea wenzao wanazichangamkia zile fursa, basi wanaamka na uzushi na fitna na husda na kuchafuana. Nafikiri hilo jambo linaturudisha nyuma. Fursa zipo, kila mmoja anayo nafasi ya kuchangamkia, ya kufanya kwa kipande chake kutokana na mazingira mazuri ambayo umetuwekea. Niwaombe tu ndugu zangu,
tuzichangamkie fursa. Sio unamwona Ngarula anajenga ICD amenunua lori basi inakuwa ni tabu. Ni vizuri ukaona ukaja tukashirikiana tukafanya kazi kwa pamoja kama partner kwa namna yoyote ile, lakini masuala haya ambayo tunaacha kuchukua fursa halafu wengine wanazichukua, wanakuja watu wa nje wanachukua fursa halafu baadaye tunaanza kuzusha na kuchafua watu. Nafikiri hilo jambo ni vizuri tukajitafakari upya. Mheshimiwa Rais, tunao maoni yetu kuelekea kwenye dira yetu ya 2050, na mimi nikiri kwamba nilishiriki kama mjumbe wa steering committee katika utengenezaji wa dira 2050. Mheshimiwa Rais, dira ya taifa ya maendeleo 2050 imeweka msingi muhimu wa Tanzania tunaoitamani. Taifa lenye uchumi imara, jumuishi, shindani, wananchi wenye uwezo, maarifa na ustawi. Katika hatua hii, hoja yetu kama sekta binafsi si kuongeza maono mapya kwenye dira, bali ni kuimarisha mifumo itakayogeuza maono hayo kuwa matokeo yanayoonekana na yanayopimika. Tunapendekeza maeneo yafuatayo kupewa msukumo wa kipekee katika utekelezaji. Eneo la kwanza ni mfumo madhubuti wa uwajibikaji na upimaji wa matokeo. Tunapendekeza kuwepo na mfumo wa kitaifa wa upimaji wa dira 2050, National Vision 2050 Scorecard, utakaoonyesha kwa uwazi. Inawezekana mfumo tukawa nao lakini usionyeshe kwa uwazi. Tunahitaji mfumo utakaoonyesha kwa uwazi tuliopanga na kasi tunayokwenda nayo. Eneo la pili ni kuifanya sekta binafsi kuwa mshirika rasmi wa utekelezaji. Mheshimiwa Rais, sekta binafsi isiishie kuwa mshiriki wa mashauriano, bali iwe ni mshirika wa kimkakati katika utekelezaji wa dira 2050. Tunapendekeza kuwepo na mfumo rasmi wa ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi unaoweka wazi mageuzi ya kisera na kikanuni yanayohitajika, lakini pia kiwango cha uwekezaji kinachotarajiwa katika kila eneo. Eneo la tatu, uhakika na utabirikaji wa mazingira ya kodi na udhibiti. Mheshimiwa Rais, uwekezaji mkubwa na wa muda mrefu unahitaji mazingira yanayotabirika. Tunapendekeza kuwepo na ramani ya muda wa kati ya sera za kodi na udhibiti, hususan katika sekta za kimkakati. Hii inawezesha wawekezaji kupanga mitaji ya miaka mingi, kuvutia uwekezaji mpya na kupunguza hatari zinazotokana na mabadiliko ya mara kwa mara ya sera, tozo, masharti na udhibiti. Aidha, mabadiliko makubwa ya kodi na kanuni yapitie tathmini ya athari zake kwa uwekezaji, ajira na ushindani wa taifa kabla ya utekelezaji wake. Eneo la nne ni kuunganisha uchumi usio rasmi na uchumi rasmi. Mheshimiwa Rais, tunakupongeza sana kwa uamuzi wako wa kihistoria wa kusamehe kodi ya biashara zinazoanza kwa kipindi cha mwaka mmoja. Nilikuwa namsikiliza startup, nilijua hili atalisema kwa sababu ni jambo kubwa ambalo Mheshimiwa Rais umelifanya na tumepigana nalo kwa muda mrefu sana. Zaidi ya miaka 15
tunazungumzia hili swala na tulikuwa hatujaweza kulifanikisha, lakini wewe umelifanya. Tunakushukuru sana. Sehemu kubwa ya nguvu kazi na biashara zetu bado iko katika uchumi usio rasmi. Uchumi wa dola trilioni 1 tunaoutamani unahitaji kundi kubwa lisilo rasmi kuwa rasmi. Badala ya urasimishaji kuonekana kama mwanzo wa kuongeza mzigo wa kodi, tunapendekeza biashara ndogo kupata usajili rahisi, mitaji, teknolojia, masoko, fursa za manunuzi ya serikali na mafunzo ya biashara. Zile taasisi zetu za udhibiti zijikite zaidi katika kutoa mafunzo badala ya kuchukua pesa kwa ajili ya leseni. Eneo la 5, Mheshimiwa Rais, ni katika kutambua uchumi wa michezo, ubunifu na kufanya sekta hii iweze kuchangia mchango mkubwa. Michezo, muziki, filamu, sanaa, mitindo, maudhui ya kidijitali na sekta nyingine za ubunifu zina uwezo mkubwa wa kuzalisha ajira, mapato ya kodi, utalii, uwekezaji na kuitangaza Tanzania kimataifa. Tunapendekeza kuandaliwa kwa mpango kabambe wa taifa wa uchumi wa michezo na ubunifu wenye malengo yatakayopimika kuhusu mchango katika pato la taifa, ajira, uwekezaji, mauzo ya huduma nje ya nchi na maendeleo ya vipaji. Hii iendane sambamba na ulinzi wa haki miliki, mifumo ya ufadhili, miundombinu na mazingira yanayowezesha vipaji kugeuzwa kuwa biashara na ajira. Eneo lingine ni kujiandaa kwa uchumi wa akili bandia na teknolojia zinazoibukia. Tanzania ya mwaka 2050 itaendeshwa kwa kiwango kikubwa na teknolojia, data na akili bandia. Ni muhimu maandalizi yaanze sasa. Tunapendekeza mkakati wa kitaifa unaounganisha akili bandia, data na teknolojia zinazoibukia, tukiweka msisitizo katika elimu, ujuzi wa vijana, miundombinu na usalama wa mitandao, tafiti, ubunifu na mazingira rafiki kwa kampuni changa za teknolojia. Lengo letu lisiwe Tanzania kuwa mtumiaji wa teknolojia pekee, bali pia mbunifu, mzalishaji na suluhisho la teknolojia. Eneo lingine ni kuunganisha elimu na mahitaji ya uchumi wa kesho. Mheshimiwa Rais, sasa hivi mahitaji tulionayo kwenye soko, kwenye biashara zetu, kwenye viwanda vyetu ni tofauti kabisa na elimu tunayoipata. Business administration na vitu vingine vinakwenda kupitwa na wakati. Kwa hiyo tunahitaji swala hili lifanyiwe kazi kwa uharaka, kwa sababu tutakwenda na uwekezaji mkubwa, lakini tutakosa nguvu kazi ya kuweza kutimiza malengo yetu. Tunapendekeza kuwepo na mfumo wa kitaifa wa kutabiri mahitaji ya ujuzi wa baadaye utakaoainisha aina ya ujuzi, taaluma ambazo uchumi utahitaji katika miaka 5, 10, 20 na kuendelea. Matokeo yake tuongeze mitaala kwenye vyuo vikuu kuendana na mahitaji ya nguvu kazi inayohitajika katika uwekezaji wetu. Tanzania ya 2050 inahitaji mfumo wa elimu unaozalisha si watafuta ajira pekee, bali wabunifu, wataalamu, wajasiriamali
na watengenezaji wa ajira. Eneo lingine ni kubadilisha tafiti na ubunifu kuwa bidhaa na biashara. Taifa linawekeza katika tafiti kupitia vyuo na taasisi zetu. Tunaomba Mheshimiwa Rais, eneo hilo liongezewe nguvu. Taasisi zetu za tafiti zipimwe pia kwa idadi ya teknolojia zilizobuniwa, kampuni zilizoanzishwa kutokana na tafiti hizo. Zisiwe ni tafiti tu ambazo zinakwenda kuishia kwenye makabrasha, kwenye madokezo. Mheshimiwa Rais, maarifa yetu ni lazima yawe sehemu ya uzalishaji wa utajiri wa taifa. Eneo lingine ni la kugharamia Vision 2050. Tunahitaji tuweze kutenga bajeti ya kutosha kwa ajili ya kugharamia coordination ya Vision 2050. Lakini eneo lingine ni kuweka mfumo wa utekelezaji wa kila sekta. Pamoja na kuwa malengo mapana ya kitaifa, tunapendekeza kila sekta iwe na ramani yake ya utekelezaji kuelekea Vision 2050. Mheshimiwa Rais, muda umekwisha, lakini ningependa kusema jambo la mwisho. Tunayo dira 2050, tunaye rais mwenye maono, tunao utashi wa kisiasa, tunayo amani na utulivu, tunazo rasilimali, tunao watu wenye uwezo na maarifa na ubunifu, tumeboresha mazingira ya biashara na uwekezaji. Kilichobaki, Mheshimiwa Rais, kwa sisi ni mageuzi ya fikra, mindset transformation. Tunahitaji kubadilisha fikra zetu, na tunahitaji pia kujenga utamaduni wa utekelezaji wenye kasi, uwajibikaji na matokeo, a strong sense of execution. Mheshimiwa Rais, baada ya kusema hilo, la mwisho liko la kwetu la private sector. Ili private sector iweze kuchangia mchango kwenye Vision 2050, private sector tulionayo leo na kwa coordination iliyopo leo haiwezi kutufikisha 2050. Inahitajika private sector iwe structured, serikali isaidie kuistructure private sector, ipangwe vizuri. Tunahitaji rasilimali, kwa sababu hata dialogue huko tunakokwenda zitahitaji zifanyike research, kuwe na data, kuwe na analysis, kuwe na wataalamu wa kuweza kufanya hizo analysis. Tunakushukuru kiongozi, na serikali imesikia na wadau wamesikia. Kwa Mheshimiwa Rais, baada ya kusema hayo na mengi